goals setting and planning, practical strategies and application. Sasa najua tunafahamu kuhusu SMART goals, tushasikia hizo kuhusu goals zako inabidi ziwe smart, ziwe specific, ziwe measurable, ziwe na timeline. Sitaongea hayo na nataka niamini kwamba hayo tunayajua. Nataka niende uniruhusu niwe practical zaidi. Nataka niwe practical zaidi. Niende hatua moja kutokea hapo. Na kabla sijafanya hivyo nitakupa introduction. Halafu nitakupa tips kama sita tu ambazo ninaamini kwa 100% kwamba ukizitumia zitakusaidia kwenye hili eneo. Cha kwanza, humans are driven by goals. Kinachomuendesha mwanadamu ni malengo. Kama ambavyo magari yanaendeshwa na watu na yanasukumwa, ile energy yake ya kuyapushi iende mbele ni mafuta. Mwanadamu kinachomsukuma kwenda mbele kwenye maisha ya hapa duniani ni malengo. Unajua, ukiangalia system za dunia zilivyokaa, system za dunia hazijawa designed zikusaidie wewe kufanikiwa. Almost kila kitu kilichoko hapa duniani kinakuzuia. Kuanzia asubuhi ukiamka, usingizi utakuzuia. Baada ya hapo, uchovu, uzembe. Kuamka asubuhi unajua kabisa unatakiwa uende library ukasome, lakini somehow ukienda cafeteria pale, Kef2 pale, ukapata supu na chapati 2, ukarudi, ukatembea, ukarudi hall ngapi pale, hall 1, hall 6. Unashangaa tu imefika jioni saa 12 ni muda wa fellowship, library hujaenda. Umefanya nini? Umefanya vitu ambavyo ndo hasa vinavyokuzuia kuenda mbele. Umekaa social media, umelala, umeamka, umeangalia series, umepiga story, siku imeisha. Kwa ukiangalia ni kama vile ukiacha tu maisha ya flow, mwisho wa siku utaishia kule kule tulikoanzia. Biblia inasema tulikuja bila nini? Bila kitu. Kwa constant state of affairs ni wewe kufikia level ambayo ni mtupu na huna chochote na mavumbini unarudi. Kwa anything above that inabidi uapply force fulani uweza kwenda mbele. Sasa moja hapo kati ya vitu vinavyokusaidia kwenda mbele ni goals. Ni goals ambazo they put a demand on your potential. Unajua kila mtu ana potential. Kuna Mungu ameinvest potential yake ndani yako. Actually studies zinasema mwanadamu ambaye amefanya kazi kubwa kama Albert Einstein kwa mfano, ambaye ametumia akili sana na uwezo ambao Mungu amempa, watafiti wanasema huyo ni mtu ambaye ametumia 10% peke yake ya potential ambayo Mungu ameiweka ndani yake, na ametumia 1% tu ya ubongo wake. Mwanadamu ambaye ni very accomplished. So there is so much potential ndani yako. Sasa namna ya kuputia demand kwenye hiyo potential itoke. Hiyo potential unaivutaje itoke ndani yako? Unaivuta kwa kuiwekea malengo. Unailazimisha itoke kwa kuipa target. Kwamba bwana, we have to achieve this year. So for us to achieve that, then this potential has to be used. I force you. Ninakulazimisha wewe, nguvu iliyolala ndani yangu, na kulazimisha ufanye kazi kwa sababu kuna lengo liko hapa mbele yetu. Lazima tulifikie. Kwa hiyo ni potential ndo ambayo ina potential demand unaiweka kwenye potential kupitia malengo. Zaidi ya majority ya Wamarekani, hii ni tafiti ilifanyika Marekani, zaidi ya 80% ya Wamarekani wanakubali, wanaadmit kwamba they are living below their potential. Wanakubali kwamba wanaweza kufanya zaidi na maisha yao kuliko kile ambacho wanakifanya sasa hivi. What does that mean? Hiyo hapo inatupa picha kwamba 80% kubwa ya wanadamu wanafanya chini ya kile ambacho walikuwa wanatakiwa kufanya na chini ya kile ambacho wanaweza wakafanya. Sababu mojawapo inayofanya watu underperform ni kukosa malengo. Kwa sababu lazima hii energy ya mwanadamu iwe channeled. Lazima vipawa na karama na vipaji Mungu alivyokupa uvipe kazi ya kufanya, ndio vitatoka vifanye. Bila hivyo vitalala. Unafikiri kwa nini Biblia inasema Mungu akaona kila alichofanya kuwa ni chema? Kwa nini Mungu aliona kwamba kila alichofanya kuwa ni chema? Kwa sababu alikuwa na reference. Yaani kabla Mungu hajaanza kusema iwe hiki, siku ya kwanza, siku ya pili, kwanza Mungu alikuwa amejiwekea malengo kwamba ninataka kuumba dunia. Hiyo dunia ninayotaka kuiumba nataka iwe hivi. Kwa hiyo ikifika jioni, akievaluate kila alichokifanya,
anasema today was a successful day. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Na ukiangalia zile siku 6, Mungu hakupeleka jukumu lolote la leo akalipeleka kesho. Kila kitu kiliisha ndani ya siku yake kilichotakiwa kiishe, na kulikuwa kuna muendelezo. Kilichofanyika siku ya kwanza kililei foundation kwa ajili ya kilichokuwa kinatakiwa kifanyike siku ya pili. Kwa Mungu pia anaoperate kwa kujiwekea malengo, kwa kujiwekea target. Kwa kama na sisi tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, hatuwezi tukafika mbali bila kuwa na malengo. Malengo ndio yanakufanya uende mbele kwenye maisha. Malengo ndio yanakufanya uende mbele kwenye maisha. Mtu asiyejua anakoenda, yaani malengo ndio hata yanakufanya ujue kwamba unaenda wapi. Mtu ambaye hajui anakoenda, popote alipo atajiona amefika. Mtu ambaye hajui anakoenda, hata kupotea hawezi kupotea. Unajua hata kupotea ni privilege. Yaani kupotea yenyewe is a privilege, kwa sababu ukipotea maana yake unajua unakoenda. Huwezi tu kutoka unatembea tembea afu useme umepotea. Ukisema umepotea, cha kwanza atakuuliza wewe ulikuwa unaenda wapi? Na kinachokufanya ujue unakoenda ni malengo. Kwa mfano hata mwaka huu ikifika mwezi wa 6 umepotea, basi ujue angalau kuna mahali ulikuwa umeplani kwamba unaenda. Lakini ukiona uko sawa tu, yani hujui kama umepotea au hujapotea, hujui kama hapo ulipo ndio penyewe au sio penyewe, ujue hiyo reference unaikosa kwa sababu hauna malengo. Malengo ndio yanakufanya uende mbele kwenye maisha. Najua mtakuwa mmemsoma David Livingstone, mojawapo kati ya wale explorers wale wa kwanza wale. David Livingstone alisema, niko tayari kwenda popote ili mradi ni mbele. Niko tayari kwenda popote ili mradi ni mbele. Sasa kinachokufanya uende mbele, usiende nyuma wala usibaki ulipo kwenye haya maisha, ni malengo. Ni malengo. Sasa nitakupa tips kama 6 hivi ambazo zitakusaidia kwenye goal setting. Zitakusaidia kwenye kuweka malengo. Kama malengo ni muhimu kiasi hiki tulichokiona, basi lazima tuone kwamba ni vitu gani ambavyo vinaweza vikatusaidia kuweza kuweka malengo halafu na kuyatekeleza. Kuweza kuweka malengo na kuyatekeleza. Tip ya kwanza ambayo ninaamini ukiitumia itakusaidia ni wewe kujifunza to set your goals in the presence of God. Ni wewe kujifunza kushirikiana na Mungu wakati unaweka malengo yako ya mwaka. Ni wewe kujifunza kupanga malengo yako ya mwaka ukiwa umeconnect na spirit yako, ukiwa umeconnect na roho yako. Usipange malengo kutokea kichwani. Ushai kuandika vitu vya kufanya huu mwaka, mfano labda mwaka uliopita, halafu wewe mwenyewe wakati unaandika unajua kabisa hivi vitu sitavifanya. Yaani kichwani kwako unajua kabisa mimi mwenyewe am not convinced kwamba hivi vitu nitavifanya. Hiyo inakuonyesha kwamba your spirit is not aligned. Your spirit is not aligned. Unajua mwanadamu ni roho yenye nafsi na inayoishi kwenye mwili. Kwa hiyo ukifanya kitu kwa nafsi na mwili peke yake, roho is not aligned. Roho yako ndio inayo supply energy kutoka kwa Mungu ya kukusaidia kupush maisha. Kwa hiyo my first tip ambayo itakusaidia ni wewe kujifunza to set your goals in the presence of God. Kwa nini? Kwa sababu your goals need to be aligned with your purpose. Malengo yako ya mwaka inabidi yawe kwenye mstari sawa na kusudi la wewe kuumbwa. Kwa nini Mungu amekuleta hapa duniani? Malengo yako inabidi yawe aligned with your vision, maono yako ya maisha. Malengo yako inabidi yasikinzane na yawe kwenye mstari sawa na potential zako na abilities na talents ulizonazo. Ukiseti malengo ambayo yanaenda kushoto, yani wewe kusudi lako la maisha liko huku, vipawa vyako na karama zako ziko huku, halafu malengo yako yanaenda opposite direction, you will struggle. Kwa sababu hauta enjoy hata kuyafanya na kuyaishi. Sasa namna ya kuhakikisha kwamba una align malengo yako ya maisha na kusudi lako la kuishi, malengo yako ya mwaka na kusudi lako la kuishi, ni wewe kupanga malengo yako huku wakati unamsikiliza Mungu. Kupartner na Mungu wakati unapanga mipango na malengo ya mwaka wako. Mungu anafanya nini? Mungu ana mpango wa kufanya nini kwenye maisha yako huu mwaka wa 2026?
Unajua Biblia inasema tumeitwa kwa ajili ya nini? Those who are called according to his what? To his purpose. Mungu ametuita kwa malengo, Mungu ametuokoa kwa kusudi. Sasa kwenye hilo kusudi la Mungu kuna kitu specific ambacho Mungu anataka akifanye huu mwaka wa 2026 kwenye maisha yako. Sasa kabla hujapanga malengo yako ya mwaka, inabidi umsikilize Mungu kwamba Mungu, kwenye hii season niliyopo kwenye maisha yangu sasa hivi, unafanya nini? Mungu, unafanya nini kwenye maisha yangu sasa hivi? Kwa hiyo ukiweza kualign malengo yako ya mwaka na mpango wa Mungu kwenye maisha yako sasa hivi, unakuwa tayari umeshaanza kwa mguu sahihi. Unakuwa umesha press the right button. Moja kati ya vitabu vya Biblia ambavyo ni vizuri sana kwenye goals na planning ni kitabu cha Nehemia. Ni kitabu cha Nehemia. Ukipata muda unaweza ukakisoma mwenyewe, lakini nitakupa tu mfano michache. Kwa mfano ukisoma Nehemia sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11, ndio Nehemia anapata habari kuhusu mji wa Yerusalemu kule kwao kwamba uko kwenye hali tete. Kuta zimebomoka, umechomwa moto, uko kwenye hali mbaya. Sasa ukisoma baadaye unakuja kukutana sasa na malengo ambayo Nehemia alijiwekea na mpango ambao alikuwa nao. Lakini hii principle ya kwanza tunaipata kwenye kitabu cha Nehemia. Nehemia hakuamka tu asubuhi akajiwekea malengo. Akasema, Bwana, kwa sababu tayari nishapata taarifa, saizi najiwekea malengo, nitaenda kwa mfalme, nitamwomba ruhusa, nikitoka hapo nitamwambia anipe vibali vya kwenda kukata miti, nikifika Yerusalemu nitawaita wazee, nitawaorganize, tutaanza kazi. Hapana. Nehemia baada ya kupata taarifa, cha kwanza alitaka kujua Mungu anasemaje kuhusu maisha yangu sasa hivi. Kwenye ratiba za Mungu sasa hivi, ni ratiba gani ambayo Mungu anayo sasa hivi? Nehemia alipata hii taarifa wakati wa mwezi wa Kiebrania unaitwa Kislevu. Mwezi wa Kislevu wa Kiebrania ni mwezi wa 12 kwenye miezi yetu ya kawaida. Ndio Nehemia alipata taarifa kutoka kwa wale watu waliokuwa wametoka Yerusalemu. Biblia inasema baada ya Nehemia kupata ile habari, alimuomba Mungu, alitulia akaomba hadi mwezi wa Nisani. Nisani kama gari ile Nisani. Mwezi wa Nisani ni mwezi wa 4 kwa Kiebrania. Kwa aliomba kuanzia Disemba hadi April. Ndio Mungu akampa strategy. Ndio akapanga malengo sasa. Kwamba Bwana, sasa hivi napita hapa, napita hapa. Kwa nini? Huo muda wote alikuwa anafanya nini? Alikuwa ana align na Mungu. Sasa uhitaji kusubiri hadi mwezi wa 4 kupanga malengo. Lakini principle ninayokuambia ambayo nafikiri ni ya muhimu ni kwamba panga malengo yako wakati huku unamsikiliza Mungu. Muulize Mungu anafanya nini kwenye maisha yako sasa hivi. Unajua hakuna kitu chenye nguvu kama wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika. Yaani ukiweza kujua Mungu anafanya nini sasa hivi kwenye maisha yako, halafu ukajialaini naye, yaani right away unakuwa unstoppable. Hamna mtu anaweza akakuzuia. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu anayeweza akasimama mbele ya Mungu akafanikiwa. Kwa mfano wewe ni Joshua, halafu umejua kwamba sasa hivi Mungu anachokifanya, sasa hivi Mungu anataka kuwarithisha wana wa Israeli nchi ya ahadi, halafu wewe ndio kiongozi wao. Definitely Mungu atakwambia hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Sio kwa sababu you are very special. Kwa sababu umekaa kwenye mstari sawa na wazo la kimungu. Hasa na wewe unatakiwa ujiulize, Mungu anafanya nini kwenye huu mwaka wangu wa 2026? Kwenye huu mwaka wangu wa masomo niliouanza, wazo la kimungu kwenye maisha yangu ni lipi? Na uzuri Mungu wetu ni Mungu anayeongea. Yaani tofauti ya Mungu wetu na miungu wengine ni kwamba Mungu wetu, our God is a speaking God, is a God that speaks. Yesu anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Mtu yoyote aliyeokoka, roho yake inaweza ikaunganisha frequency za mbinguni. Kwa hiyo ninachokutia moyo ni kwamba kwenye devotion zako jifunze pia kusikiliza. Ukimaliza kuomba ukasoma neno, tulia kidogo kama dakika chache usikilize Mungu anakuambia nini. Ukiwa unapanga malengo yako kwa kumsikiliza Mungu, utaona matokeo zaidi kuliko tu ukiwa umekaa tu chini unafikiria vitu unaviandika. Isaya 30:21 Mungu anasema utakapogeuka kulia au kushoto, utasikia sauti nyuma yako inakuambia njia ni hii, ifuate.
Unajua kupanga malengo ni kugeuka kulia au kushoto eh? Nafikiri ni rais wa awamu ya 4 alisema kupanga ni kuchagua. Kuchagua ni kufanyaje? Kwani ukifika pale kwenye crossroad unafanyaje? Ukifika kwenye barabara mbili unafanyaje? Si unachagua moja? Sasa kupanga ndio kuchagua. Kwa hata kwenye malengo pia kwenye vitu vingi ambavyo ungeweza kufanya, unaamua kuchagua vya kufanya mwaka huu. Sasa wewe unachaguaje? Yaani kwenye kuchagua unatumia nini? Mungu ameshaahidi kwamba ukifika kwenye mazingira kama hayo, utasikia sauti nyuma yako ikikwambia njia ni hii, ifuate. Njia ni hii, ifuate. Wakati kabla Barnaba na Sauli hawajaenda, unajua walitoka Yerusalemu wakaenda hadi Antiokia ya Syria, kwa sababu walikuwa wanajua kabisa wanatakiwa waende duniani. Lakini walipofika pale, Biblia inasema walipokuwa wakifunga na kuomba, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Walipopata muda wakamsikiliza Mungu, Mungu akawaambia kwamba malengo yake kwenye maisha yao kwa wakati huo ni yapi? Malengo yake ni yapi? So make sure your spirit is awake. Unapopanga malengo ya mwaka wako, hakikisha kwamba roho yako iko alive, iko awake. Unashirikiana nayo. Unashirikiana nayo. Biblia pia inasema kuhusu wana wa Isakari, inasema walizijua nyakati na yawapasayo Israeli kuyatenda. Na yawapasayo Israeli kuyatenda. Jinsi ambavyo niliandika kitabu changu cha kwanza, nikiwa mwaka wa pili. Lakini nilikuwa tu nimeenda kwenye prayer retreat na rafiki yangu mmoja milimani huko wakati wa likizo. Alafu tukiwa kwenye yale maombi, Mungu akanipa idea ya kile kitabu. Kile kitabu sikukireprint tena kwa sababu kiliisha. Yaani nilivyokiandika ni kama that was the message ambayo Mungu alikuwa anaitaka itoke kwa wakati ule. Kwa hiyo nilivyojialign na kile ambacho Mungu alikuwa anakifanya, nikaona matokeo. Mungu alinipa idea ya kile kitabu na akanipa pia, nilikuwa kipindi hicho katibu wa fellowship. Sasa katibu alikuwa pia ndo mwenyekiti wa elimu. Kwa hiyo Mungu pia akanipa idea kuhusiana na academic motivation na kufanya events zinazohusiana na hiyo na hayo mambo ya hivyo. Sasa kile kitabu mwaka jana nilienda kwenye maombi, kuna fellowship moja nafikiri ni MCF, Mabibo Christian Fellowship, walikuwa na event ya maombi. Nilivyoenda kwenye yale maombi, kijana mmoja akaniambia kile kitabu chako kidogo kile cha kwanza, kile chekundu, akaniambia kile kitabu ndio kilinitoa kwenye addiction ya pornography. Nilikisoma nikiwa sekondari form 2 na Mungu alikitumia kile kitabu kunitoa kwenye addiction. Wazo la kimungu ambalo wakati wake ulikuwa umefanyaje? Umefika. Sasa ningejuaje kwamba natakiwa niandike? Inawezekana nisingekaa na Mungu, nisingehakuwa hata nimeanzaga kuandika. Lakini hilo wazo Mungu alilidrop kwenye mawazo yangu, na lilikuja na energy. Unajua lengo ambalo utalifanyia kazi wewe mwenyewe unalijua, kwa sababu linakuja na energy ya kimungu, linakuja na uwezesho wa kimungu. Biblia inasema by strength shall no man prevail. Huwezi kuprevail kwa strength zako, lakini ukimshirikisha Mungu kwenye malengo yako, Mungu anakupa na nguvu pia ya kuyafanya yaweze kutokea. Tip ya pili. Kwa tip ya kwanza ni ipi? Kwa sauti kidogo niwasikie. Vizuri kabisa. Set your plan, set your goals in the presence of God. Panga malengo yako kwenye uwepo wa Mungu. Shirikiana na Mungu. Biblia inasema Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa unawezekana ukamsubiria Mungu akupatie mema, kumbe hujafanya naye kazi. Inabidi ujifunze kushirikiana na Mungu kuanzia kwenye kupanga, sio kwenye kutekeleza tu. Kuanzia kwenye kupanga. Tip ya pili nitaenda kwa haraka kidogo. Think and plan big. Think. Unajua watu wengi hatufikirii. Hasa mimi nimekulia kanisani, mniruhusu nikiwa mkweli. Sisi vijana wa Kikristo mara nyingi hatufikirii. Yaani akili zetu tunamsingizia Mungu vitu vingi sana. Tunafanya makosa alafu tunasema mimi hilo wazo
nililipata kwenye maombi. Ile wazo bwana, mimi nilikuwa rohoni wakati nalipata, lakini kumbe ungetumia na akili pia Mungu aliyokupa ingekusaidia. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo unahitaji kuvitumia vikusaidie kwenye kupanga malengo yako ya mwaka, unahitaji kujifunza kufikiria vizuri. Jifunze kufikiria vizuri. Kwa nini? Kwa sababu you will never rise above your thinking. Hauwezi ukanyanyuka kuliko kiwango chako cha kufikiri. Hata kama una upako kiasi gani, hata kama unajua Biblia kiasi gani, kama namna yako ya kufikiri iko chini, hauwezi kunyanyuka zaidi ya kiwango chako cha kufikiri. Na unajua kwa mujibu wa tafiti pia wanasema moja ya sababu kwa nini kuna foleni. Ushawahi kupita hii barabara ya Mwenge kwenda Posta? Mojawapo ya sababu kubwa za foleni ni kwa sababu watu wengi hawafikirii. Yaani mtu ameshakariri kwamba njia ya kwenda Posta ukitoka Tegeta ni Mwenge. Hajui kwamba hata hii njia pia ukipita unaenda Posta. Yaani anajua hii njia inaenda Posta, lakini hatuwazi nje ya boksi. Kwa hiyo wanasema wataalamu, na wewe unaweza ukajaribu. Mimi nafanya hivi. Ukiwa unapita alternative roads, yaani hupiti zile barabara kubwa, utakuwa unakwepa foleni mara nyingi sana. Utakuwa unawahi sana unapoenda. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanafikiria kwenye straight lines. Yaani mtu anafanya kitu alichofanya jana. Kwa nini? Kwa sababu wengi hatufikirii. Sasa ni vizuri katika vitu ambavyo vitakusaidia uweze kupanga malengo ambayo yatakusogeza mbele ni kujifunza kufikiria. Unajifunzaje kufikiria? Moja ya njia za kujifunza kufikiria ni kuinteract na watu wenye akili kubwa. Hii pia ni mojawapo. Hii program pia, ukija kwenye program kama hizi zinazoandaliwa na kanisa, ni mojawapo ya program zinazokusaidia kukufundisha kufikiria sawa sawa. Kusoma vitabu. Kila mara ukisoma kitabu unakuwa una interact na mtu ambaye anafikiria, na mtu anayefikiria mawazo mazuri huwa yanakuvuta, huwa yanakuongezea uwezo wako. Sasa ukifikiria sawa sawa, hata malengo yako yatakuwa malengo yanayo akisi uwezo wako wa kufikiri. Mtu mmoja alisema watu wengi wanafeli kwenye maisha sio kwa sababu walipanga kupata A wakazikosa. Watu wengi wanafeli kwa sababu walipanga kupata C alafu wakazipata. Yaani sio mara nyingi sana utapata C kwa sababu ulikuwa umepanga A ukaikosa. Mara nyingi sana ukiangalia kozi ambazo huwa unapata sapu ni zile ambazo ulikuwa unasema Bwana Yesu, yaani ukinipa C tu, alafu unashangaa tu sapu hii hapa. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho kiko karibu zaidi na C ni nini? Ni sapu. Unafikiri kwa nini Elon Musk kwa mfano anafikiria vitu ambavyo ni impossible? Yaani anafanya, nimesikia juzi anasema analeta simu ambazo hazina line. Yaani anafikiria outside the box, afu hiyo vitu havimtishi. Kwa sababu lengo lake la kwanza ni kwenda nje ya dunia. Kwa malengo yote ya hapa duniani yani kwake ni cha mtoto. Akili yake iko Mars huko, anawaza kwenda Mars, anaweza kurusha manini. Kwa malengo mengine hapa duniani yote yanakuwa tu ni kama ana aim for the moon, afu akilandi kwenye stars wala haimsumbui. Kwa jifunze kufikiri sawa sawa, kuitoa akili yako huku kichwani ije itatue matatizo huku nje. Tenga muda wa kufanya strategic thinking. Yaani kwenye malengo yako ya wiki uwe angalau na siku moja ambao unakaa chini unafikiria, unajipa angalau lisaa la kufikiria tu. Unafikiria maisha yako kwa kina, kwa marefu na kwa mapana. Strategic thinking. Unaenda wapi na maisha yako? Unajua mimi nilivyomaliza law school nikawa wakili, ndio nikagundua kumbe nilikuwa sijapanga maisha yangu zaidi ya hapo. Yaani nikiwa primary nilikuwa very clear kwamba nataka kwenda secondary gani. Na Mungu akanisaidia nikaenda. Nilipokuwa O level nilikuwa very clear kwamba mimi nataka kwenda special school kusoma arts, HGL Ilboru. Nikaenda Ilboru. Nikiwa Ilboru nilikuwa najua kabisa mimi nataka kwenda UDSM kusoma sheria. Nikaenda. Nimetoka pale nilikuwa najua kabisa kwamba nataka niende law school nifaulu first sitting. Mungu akanisaidia. Haya sasa nimeshamaliza, sasa niko hapa. Kwa maisha yangu naenda wapi sasa hapa sasa hivi? Watu wengi huwa wanaishia hapo. Kuanzia hapo anaoa, anazaa, anatafuta hela, maisha yameishia hapo.
na kwa sababu hakuna demand tena kwenye potential, unajikuta kweli umeacha kuishi. Yaani watu wengi, mtu anakufa na miaka 80 lakini aliacha kuishi akiwa na miaka 24 baada ya kumaliza chuo. Hapo ndo aliacha kudream, aliacha kuplani, aliacha kuweka goals. Sasa ukiwa na muda wa kufanya strategic thinking, utajikuta umeplani maisha yako mbele miaka mingi. Kwa tenga muda wa kufanya strategic thinking. Usipotenga muda wa kufikiria maisha yako, watu wengine watakusaidia kuyapanga maisha yako. Na niamini nikikwambia kwamba watu wengine hawajakuandalia chochote cha maana. Nafikiri Rais Paul Kagame alisema, if you are not at the table, then you are the menu. Kama watu wanakula na wewe haupo pale mezani, ujue wewe uko kwenye menu pale, wewe ndo wanakula wewe sasa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu mwenye muda wa kukupangia wewe maisha yako at your best interest. Watu wataangalia namna ya kubenefit na wewe. Namna yako. So think and plan big. Think and plan big. Fikiria mambo kwa ukubwa. Fikiria mambo kwa ukubwa. Kwenye malengo yako ya mwaka, kunatakiwa kuwe na angalau vitu vichache vinavyokutisha. Yaani wewe mwenyewe ukiviangalia unasema hivi, bila msaada wa Mungu hapa sitatoboa. Bila msaada wa Mungu hiki hapa sitakiweza. Yaani usipange malengo yako ya kitaaluma, alafu pale umeweka B plain, ukifaulu sana B plus, zile kozi ngumu ngumu pale umeweka C, sema hapa mimi nikikosa sapu tu hapa niko vizuri. Hivi unamhitaji Mungu sana ili upate C? Hata wewe mwenyewe tu ukiwa serious C unaweza ukapata. Lakini Mungu ukitaka kumuengage, weka malengo makubwa. Sababu Mungu ni Mungu wa kufanya mambo makubwa. Kipindi hicho nikiwa sina, yani nimeshafikia sa malengo yangu, sina mengine. Niko kwenye kipindi cha kutafakari. Siku ya harusi yangu nikapewa huu nabii, mchungaji aliyekuwa ananifundishia harusi. Mungu akampa hili neno kwa ajili yangu la Zaburi 2:8. Zaburi 2:8. Hapo mimi nilikuwa naomba tu kwamba Mungu anisaidie nioe, nimalize nije Dar es Salaam, nifanye kazi, niweze kumpa mke wangu maisha mazuri. Basi niendelee na maisha ya maisha. Lakini Mungu akaniambia, ask me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. Ask me for nations. That was the word. Yaani mimi nawaza Mungu anipe chumba labda na master, labda na vyumba viwili vya kulala vya kuanzia maisha. Alafu Mungu ananiambia ask me for nations. Ananiambia your prayers are too small. Your thinking is limiting me. Vitu unavyoniomba yani mimi nikija kama Mungu ni insult. You are insulting me with your prayers. Think what? Think big. Think big. Baadhi yenu vitu mnavyoviwaza wala havihitaji elimu ya chuo kikuu. Yaani una elimu nyingi sana. Kwa malengo ulionayo hayo, unatakiwa urudi nyumbani tu. Sababu tayari elimu ya first year hii uliosoma vipindi vichache hivi nakutosha. Lakini you have to think big kiasi kwamba kila kitu kwenye maisha yako kiweze ku make sense. So ask and believe God for big things. Don't limit God with your thinking. Ukiweka malengo madogo unamzuia Mungu kufanya kazi. Unajua Zaburi 78:41 inasemaje? Zaburi 78:41 Mungu anawaambia wana wa Israeli. Mtunga Zaburi anatupa ripoti, anasema wana wa Israeli walirudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakamwekea mipaka mtakatifu wa Israeli. They limited the power of God. Yaani Mungu alikuwa tayari kuwarithisha nchi ya ahadi. Lakini kwa sababu wao imani zao zilikuwa chini, malengo yao yalikuwa chini, walikuwa wanafanya mipango ya kurudi Misri. Biblia inasema waliizuia nguvu ya Mungu isifanye kazi. Kwa hiyo ukiweka malengo na mipango midogo pia unakuwa umemwekea Mungu mipaka. Umemlimit Mungu. Mungu anamwambia Ibrahimu, as far as you can see, I will give you. God cannot give you what you don't see. God will never give you what you don't see. Kwa Mungu akitaka kukusaidia, cha kwanza anakufanya kwanza uone vitu kwa ukubwa. Ananiambia toa mindset yako kwenye nyumba, ipeleke kwenye mataifa. Ask me for nations. Toa mindset yako kwenye kufaulu tu, si kwenye kupata kazi. Ipeleke akili yako kwenye vitu vikubwa. Ask God
for big things. Ask God for big things. Juzi wakati tunafanya book launch yetu ya mwisho, tulikuwa na budget, nikaona kama vile ile budget ni kubwa, yaani ni kubwa sana. Kwa hiyo nikawaza kwamba tuipunguze. Nilikuwa na wenzangu nikasema labda tuipunguze kifika kiwango ambacho tunaweza tukakipata sisi wenyewe. Lakini asubuhi moja nikiwa namuomba Mungu akanipa andiko la ile la Ayubu 42 mstari wa 2. Ayubu 42 mstari wa 2, Ayubu anamwambia Mungu, anamwambia sasa ninajua kwamba unaweza mambo yote na makusudi yako hayawezi kuzuilika. Sasa Mungu akaniambia mimi sasa personally, akaniambia mimi ninaweza mambo yote na makusudi yangu hayawezi kuzuilika. Kwa kama mimi ndio nimekwambia ufanye hiki kitu, you don't have to depend on your resources. Mimi makusudi yangu hayazuiliki. Nilitoka pale nikiwa naamini na imani kwamba kile ambacho tumekusudia kitafanyika kwa ubora ule ambao Mungu alikuwa ameukusudia tufanye. Sasa tungekuwa na option. Mara nyingi sana huwa tunafanya hivyo. Tunafikiri kwamba tuna plani maisha yetu kwa kuangalia resources tulizonazo. Lakini unapaswa uplani maisha yako kwa kuangalia resources Mungu alizonazo. Kwa kuangalia supply ambayo Mungu anaweza akakupa kwenye maisha yako. Tipi ya tatu nimeita kwamba it is the hills that pay the bills. It is the hills that pay the bills. Ni milima ndio inaolipa bills kwenye maisha. It is the hills that pay the bills. Point yangu nini kwenye hii point? Kwenye hii, I want to challenge you this year to go for the hard things. Nenda kwa ajili ya milima huu mwaka. Unavyoweka malengo yako ya mwaka, nenda kwa ajili ya vitu ambavyo sio virahisi. Mara nyingi sana tuna plani maisha yetu kwa kujihurumia. Biblia inaongea kuhusu wana wa Manase pamoja na kabila nyingine moja, nafikiri ni Efraimu. Biblia inasema hawa watu walienda kwa Yoshua. Walikuwa ni wengi sana, Manase ilikuwa ni kabila kubwa. Kwa ile ardhi ambayo Joshua aliwapa ilikuwa haitoshi. Kwa hiyo wakafunga safari, wakaamka mapema asubuhi, wakapiga mswaki kama walikuwa wanapiga mswaki, wakanywa chai kama kulikuwa kuna chai, wakavaa nguo, wakaenda ofisini kwa Yoshua. Wanamwambia Joshua, tupe ardhi zaidi. Wewe mwenyewe si unaona kwamba sisi ni wengi, hii ardhi haitutoshi. Kwa kabila mbili zote wameenda kulalamika kwa Yoshua kwamba wanataka wapewe ardhi. Ardhi gani wanaotaka? Sio kwamba ardhi haikuwepo. Ardhi ilikuwepo, lakini ilikuwa ina majitu bado. Kwa wao walikuwa hawataki ardhi ya kwenda kupambana kupata. Walikuwa wanataka watu wengine wapambane, wao wapewe tu. Halafu wakati unaweza kabila mbili nzima zimekaa hapo, unakutana na mtu mmoja tu anaitwa Yoshua, anaitwa Caleb mwana wa Yefune. Caleb ni mzee, ana miaka 85. Lakini anaenda kwa Yoshua anamwambia nipe mlima huu. Mlima wenyewe ambao Caleb alikuwa anauomba ni mlima ambao ulikuwa una Wanefili. Na anautaka, sio kwamba anautaka yeye na kabila lake la Yuda, anautaka yeye mwenyewe. Sasa hawa watu wa Manase hawa, Yoshua alikuwa hana ardhi ya kuwapa. Lakini Yoshua hakukosa mlima wa kumpa Caleb. Hawa watu Yoshua aliwachallenge waende kupigana. Akawaambia nendeni mkapi. Kama kuna huo mlima kama una watu nyewe ndio mtaenda kuwapiga. Lakini Caleb mlima wa kumpa mara zote ulikuwepo. Kwa kama unataka vitu ambavyo tayari watu wengine washafanya, wewe upewe, hiyo foleni yake itakuwa ndefu sana. Inawezekana hadi unakufa zamu yako itakuwa haijafika. Lakini kama unataka mlima wa kwenda kupambana, Joshua mara zote ana mlima kwa ajili ya mtu ambaye anataka kupambana. So I want to encourage you this year to go for mountains. Kwenye milima hakuna foleni ujue. Hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa ame line up na Caleb kwamba anataka na yeye apewe mlima. Foleni ilikuwa kule kwa kina kabila wa Manase kule ambako wanasubiria kupewa ardhi ambao watu wengine washapigana. I want to challenge you katika jina la Yesu. Mwaka huu usiogope vitu vigumu. Usiogope milima. Go for mountains. Kule kwenye mlima alivyoenda Caleb kule, yani alipata ardhi ya kutosha akaweza hata kumpa binti yake
Ukisoma Biblia inasema alimpa hadi binti yake urithi. Watoto wa kike walikuwa hawapewi urithi kipindi kile. Mtoto wake akarudi akagundua hana chemchemi ya maji, akaenda kumuomba babake akamuongezea. Kwa nini? Kwa sababu alivyoenda kwenye milima alienda kujikatia mwenyewe. Alienda kujipimia mwenyewe. Ukitaka vitu vigumu vitakupa freedom, vitakupa uhuru. I want to encourage you to plan and to go for hard things. Kwa nini nachojaribu kusema, sidhani kama Jonathan aliamka tu. Nafikiri kulikuwa kuna prompting fulani ya Mungu huko ndani yake. Anamwambia mbeba silaha wake, yamkini there is a chance. We have a shot, let's take it. I want to encourage you to take your shots in 2026. If you have a shot, take it. Nilikuwa nasoma Becoming ile ya Michelle Obama. Michelle alikuwa hataki mume wake agombee urais. Alikuwa amegoma, yani sio ile ya kugoma, alikuwa amegoma kabisa. Sasa kaka yake anaitwa Craig. Kaka yake akampigia simu. Akamwambia, Michelle, if Barack has a shot to the presidency, let him take it. Let him take it. He took the shot and the rest is history. Kwa kuna vitu vikubwa sana vingi vimefanyika ambavyo ukiviangalia unagundua ni watu tu ambao waliona I have a chance. Sio 100%, maybe it's 50-50, maybe it's 40-60, but I feel in my heart kwamba I have a chance in this thing. Let me try. Let me give it a shot. Rais Mkapa pia kwenye biography yake anasema Nyerere wala hakuwa amemwaza Mkapa awe rais. Nyerere alikuwa na candidate wake mwingine kabisa. Lakini Mkapa alivyoangalia mambo yanavyoenda, naye akajisikia kwamba mbona kama vile I have a chance. Mbona msimu wa uchaguzi umefika, it's like I have a chance. Maybe I can contribute to my country. Akaenda kwa Nyerere. Akamwambia, mheshimiwa, nataka kugombea urais. Nyerere akamwambia hivi, akamwambia, mimi nilikuwa sijawahi kukufikiria wewe. Lakini kwa sababu mtu ambaye namfikiria awe rais anataka urais apelekewe, hataki kuonyesha kwamba anautaka, basi mimi nitakachokusaidia ni kwamba I will not get on your way. Sitakuzuia. Mkapa alikuwa rais, hakuwa? Amekuwa. Take your shots. That's my point. Nisaidie kumwambia mwenzako, take your shots. You miss 100% of the shots you don't take. 100%. Kwa kama una chance yoyote hata kama ni mbili, na unajisikia moyoni this is something to do, then I encourage you to take your shots. Point yangu ya 5 is constant connection to the source of power. You need to have a constant connection to the source of power. Jiungamanishe na chanzo cha nguvu ambacho ni nani? Ni Mungu. Unajua maisha ni kama gurudumu zito sana, na nguvu za kulisukuma ili gurudumu zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawa na malengo, ukawa na mipango mingi, lakini kama huna energy ya kupush, hivi vitu havitatokea. Kwa hiyo ninachokutia moyo ni kwamba kila siku, Biblia inasema kwenye Marko 1:35 inasema ikawa alfajiri na mapema Yesu akaamka, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Ukisoma biography ya maisha ya Yesu ambayo ni zile Injili 4, utaona Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Yesu alikuwa ni mtu wa kuomba alfajiri. Yesu alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa mikesha, ni mtu wa mifungo. Mtu wa kwanza kufunga kwenye Agano Jipya ni Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ana practice nidhamu za kiroho, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa connection yake to the source of power. Unajua Mungu ametuumba tuoperate kama taa za sola. Unajua taa za sola? Ili tuweze kuwa na mwanga, lazima tuko connected to the source ambacho ni jua. Kwa kila mara unavyojiexpose kwenye uwepo wa Mungu, unapokea nguvu ya kukusukuma hiyo siku. Kwa ukiona huna energy ya kupush mambo, ujue ni muda wa kupiga tatukavu umefika. Ujue ni muda wa kupiga masaa 24 umefika. Ujue ni muda wa forte umefika, kama hizi tunazofanya hapa kanisani. What are we doing? We are connecting ourselves to the source of power. Unajua Yesu anasema yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Sifa moja kubwa ya mzabibu ni kwamba mzabibu hauna uhai kwenye matawi yake. Si unajua maua, mfano unaweza ukakata tawi afu ukaenda ukalipanda likaota. Lakini mzabibu ukichukua tawi lake ukalipanda, hata ukilimwagilia matenki mangapi halitaota. Kwa nini? Kwa sababu halina uhai
uhai wake unategemea lio limeunganishwa na chanzo ambacho ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo ndio wewe pia ulivyo. Yesu alisema wewe ni tawi, yeye ndio mzabibu. Supply ya energy inatoka kwa Mungu. Kwa I want to encourage you, panga ratiba zako kwa namna ambayo constantly utakuwa connected to the source of power. Anza siku zako na devotion, pata muda wa kusoma na kutafakari neno. Ukiona ni kama energy inakata, unashindwa kufocus, ujue ni muda wa kufanya prayer retreat ya kwako mwenyewe. Connect yourself to the source. Connect yourself to the source. Na mwisho kabisa, tip yangu ya 6 ni monitoring and evaluation. Hebu sema monitoring and evaluation. Usisubirie mwisho wa mwaka halafu ndo unaenda kuikumbuka diary yako ambayo uliitumia mara ya mwisho tarehe 1 Januari. Unaanza kuangalia hivi kwenye hivi vitu, sisi nimefanikiwa kukamilisha vingapi? Yaani una evaluate kama vile wewe mwenyewe mwaka mzima ukuepo, yaani na wewe ndio umerudi hiyo siku. Wakati hivyo vitu wewe ndio ulikuwa unatakiwa uvifanye. Kwa I want to encourage you to constantly evaluate yourself. Yesu anawaambia wanafunzi wake, watu wanasema kwamba mimi ni nani? Hivi unafikiri hilo swali lilikuwa linatafuta nini? Lilikuwa linatafuta feedback. Alikuwa anafanya evaluation. Halafu hebu kufikiria wale watu ambao yale majibu ambao Yesu alipewa. Yesu aliambiwa wewe ni nani? Besema wengine wanasema wewe ni nani? Wewe ni Elia. Wengine wanasema wewe ni nani? Wewe ni Yeremia. Wengine wanasema wewe ni nani? Wewe ni Yohana Mbatizaji. Wengine wanasema wewe ni nani? Wewe ni mmoja kati ya manabii wa zamani. Hivi kwenye hayo majibu yote hayo hapo, hayo majibu yote yanafanana nini? Yote ni ya watu ambao ni watu wa Mungu, si ndio? Ni manabii. Hakuna mtu aliyesema wengine wanasema wewe ni ndugu yake Herode. Kwa hiyo feedback tu yenyewe inamfanya Yesu aone kumbe I'm on the right track. Ninachokifanya ninakamilisha kazi ile ambayo tayari ishafanywa na manabii. Kwa kama hata mtu akinifikiria anawafikiria watu wa aina fulani, that means I'm on the right track. Asa Yesu anawaambia okay, hawa ni watu wa mbali. Ninyi mnasema mimi ni nani? Na tu anapata revelation, anamwambia wewe ndiye Kristo. Ndio Masihi, mwana wa Mungu aliye juu. Yesu anasema juu ya mwamba huu. Mwamba sio Petro. Anamwambia juu ya ufunuo huu. Juu ya watu ambao watapata ufunuo kama wako wewe Petro, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu alipata hiyo feedback kwa sababu alikuwa anafanya evaluation. Alikuwa anafanya monitoring and evaluation. Kwa hiyo I want to encourage you constantly, maybe weekly, maybe monthly, pata muda wa kuevaluate malengo yako ya mwaka. How are you doing? Unaendeleaje? Ni vitu gani ambavyo ulianza kwa kasi afu moto umekata? Evaluation. Evaluation. Nitaka niseme Luka 8:15, utaiangalia mwenyewe. Luka 8:15 inasema kuhusu ile mbegu ambayo ilizaa. Unakumbuka zile aina za mbegu 4 ambazo Yesu alizisema? Moja ilianguka kando ya njia, nyingine ikaanguka kwenye mwamba, nyingine ikaanguka kwenye nini? Kwenye miba, alafu kuna moja ikaanguka kwenye udongo mzuri. Sasa ilianguka kwenye udongo mzuri ikazaa sana. Lakini ilizaaje? Hebu sikiliza hii kutoka kwenye NIV. Inasema but the seed on good soil stands for those with a noble and a good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. By persevering. Hebu sema by persevering. Kupersevere ni kwa kuvumilia. Yaani hata malengo yako haya ya mwaka haya yatazaa matunda, hata kama umeyapata kutoka kwa Mungu, yatazaa matunda, lakini it is not going to be a straight line. There's an aspect of persevering. Na hili neno persevere kwenye lugha ya asili ya Kigiriki ambacho ndo kimeandika Agano Jipya, hii persevering pia inamaanisha steadfastness. Kuwa steadfast ni kuwaje? Kuwa steadfast ni kuwa proactive. Yaani sio tu kwamba unapanda mbegu shambani afu unaitupa huko unaondoka. Unasubiria wakati wa mavuno uje kuangalia kama imezaa. Maana ya steadfast, maana ya persevering ambayo imetumika hapa inamaanisha kwamba kuna constant surveillance. Yaani umepanda mbegu lakini kila mara unaenda kuiangalia. Kuna picha hapa moja nimesahau kuwaonyesha. Niliipiga juzi, nilikuwa Lushoto. Nilikuwa napita barabarani,
nikakuta shamba, namalizia na hii, nikakuta shamba moja, yaani shamba moja ila limegawanyika sehemu mbili, yaani upande mmoja ni wa mtu mmoja afu mwingine ni wa mtu mwingine. Huu upande mmoja huu una mahindi mazuri sana, yaani mahindi ya kijani ukitaka kuona nitakuonyesha hata kwenye simu yangu baadaye. Halafu hapa pembeni yake, yaani haya mashamba yanapakana, kuna mahindi ambayo yamekauka yanasubiria tu yakusanywe, yaani hayajazaa, hayajafika popote. Kwa nilikuwa na kaka yangu nikamuuliza, hapa kwenye shamba nini kimetokea? Akanambia huyu jamaa, kwanza leo mwaka huu kulikuwa kuna ukame kule. Akasema huyu jamaa mwenye mahindi mazuri alikuwa anamwagilia mahindi yake wakati wa ukame. Kwa kuna mashamba mawili, watu wamepanda siku moja, wamepanda mbegu aina moja, lakini kuna mmoja anakaribia kupata mahindi, afu mwingine anakaribia kupata majani ya ng'ombe. Kwa nini? Steadfastness. Hebu sema steadfastness. Hatupandi mbegu tu, hatuweki tu malengo afu ukasubiria mwaka uishe uje uangalie. Kuna constant surveillance. Kuna kuja kuangalia kama kuna ukame, nitaweka mbolea, nitaweka maji. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ataleta matokeo, lakini imani, kama ninamwamini Mungu lazima pia na mimi niweke matendo. Mungu atafanya nafasi yake, lakini kama malengo na mipango yetu mwaka huu itatimia, lazima pia na wewe ufanye nafasi yako. Na hiyo nafasi inamaanisha kufanya constant monitoring and evaluation, kujievaluate kila mara. Ukiona kuna wewe kumwagilia kwako ni kufanyaje? Kumwagilia kwako inamaanisha kuna muda inabidi uongeze gia ya juu zaidi kwenye maombi. Ukiona malengo yako hayaendi, inabidi uengage another gear kwenye prayer. Inabidi uengage another gear kwenye obedience. Inabidi uengage another gear kwenye neno. Kuna vitu fulani lazima ufanye ili viendelee kumwagilia ile mbegu ambayo Mungu alikuwezesha ukaweza kuipanda. Kwa tips 5. Ya kwanza, panga malengo yako kwenye uwepo wa Mungu. Ya pili, ya tatu, ya nne, asante, na ya tano. Sawa. Basi na kwa kufikia hapo presentation yangu imeshia hapo. Nataka sijui naunganisha na maswali. Sawa, nimeambiwa kwa sababu ya muda tutachukua maswali matatu. Kwa naomba nipate watu 3 wa haraka. Kama una swali lolote linalohusiana na goals, linalohusiana na tulichoongea au hata hatujakiongea kwenye haya, lakini ni around hapo, karibu sana. Yes, 1, 2. Kuna nafasi moja ya mwisho itakuja baadaye. Watu anze pale. Karibu. Procrastination. Sawa, twende swali la pili. Yes. Nina swali kutoka kwenye hii tip ya pili, think big and plan big. Swali langu linaenda kwamba, kwa mfano umeplan, umesema mipango yetu na plan zetu zinaweza tukiziangalia zinapitisha wenyewe, lakini sasa pia kwenye presentation yako unasema kwamba kuna yale malengo unayapanga, ila wewe mwenyewe ukiangalia unasema hii kwa akili yako siwezi. Naomba ujaribu kunielezea mimi ili nielewe hivyo, nijue kutofautisha kati ya vitu viwili. Hiyo ambayo nikiona naona mbona siwezi, afu na hii ya kuplan ili kwamba iitishe kwamba sawa.
Naomba nianze na haya afutabakisha moja la mwisho. Procrastination. Procrastination inaweza ikawa na sababu tofauti tofauti, na namna ya kukabiliana na procrastination ya kwanza ni kupata ufahamu sahihi, kwa sababu you cannot do what you don't know. You cannot do what you don't know. Kwa na Biblia pia inasema kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Procrastination huwa inasababishwa na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza mimi nitakwambia mara nyingi sana ni kukosa energy ya kupush mambo. Yaani unaweza kupanga vitu kabisa, una nia njema, lakini sasa ile drive, yaani unajua kabisa unatakiwa uende library kila siku, kwa sababu wewe ukikaa chumbani unalala, lakini sasa ile hatua sasa ya kutoka pale uende, unaweza ukaenda wiki moja. Tafiti zinasema 92% ya malengo ya mwaka mpya huwa yanaishia wiki ya pili ya Februari. Tushaingia Februari bado, kwa sasa hizo watu wengi wana moto, lakini ukija kufika Februari 2 watu wamerudi kwenye default setting ya Disemba 31. Kwa nini? Kwa sababu motivation peke yake haitoshi. Unahitaji kuconnect to the source of power. Hivi unajua mimi wakati niko chuo nilikuwa nikitoka asubuhi nikaenda devotion pale Chepo pale porini. Tulikuwa tunaombea porini pale, si kama bado mnaenda. Nikapiga prayer for 1 hour. Yaani sio maombi tu yale baba asante. Yaani I will worship God, nitahakisha roho yangu imeamka. Unajua roho yako ikiamka unajua Alafu nitaomba katika roho. I pray in the spirit. I make sure I soak myself in the presence of God. Nikitoka hapo nasoma neno. Nilikuwa most of the time nasoma chapter 3. Sio lazima usome 3, lakini soma neno kwa speed yako. Nasoma neno na tafakari. Nikitoka hapo nilikuwa na vitabu pia. Kwa nilikuwa nimejekea labda nasoma leo nasoma labda chapter 1 ya Wisdom from Miles Monroe. Kwa nasoma. Kumbuka hiyo ni alfajiri, nimeamka saa 11 hapo. Kwa nimefanya hayo yote hadi saa 12:30 hivi asubuhi. Hivi unafikiri nimetoka kuomba? Yaani nimeomba hadi nimeconnect na Mungu, nimesoma neno, nimetafakari, alafu nimemsoma Miles amenitia hasira. Unafikiri nikitoka hapo nakuwa nimepata muunganiko mzuri wa kwenda kulala? There is no way nitaenda kulala. Kwa nini? Kwa sababu kwa leo je, Biblia inasema give us this day our nini? Our daily bread. Yaani hata nguvu ya kusukuma mambo huwa pia inaisha. Ndio maana hata nguvu ya Roho Mtakatifu kuna concept inaitwa nini? Kuna baptism of the Holy Spirit, afu kuna refilling. Kwa nini kuna refilling? Kuna refilling kwa sababu nguvu inatumika, na ikitumika inapungua. Na ikipungua, Biblia inasema kwenye Walawi 6:12, bila kuni moto unazimika. Yaani hata kama una moto mkali kiasi gani, usipochochea kuni, ni swala la muda tu moto utazima. So I want to encourage you, procrastination ni symptom. Ni symptom kwamba you are lacking energy. It's a symptom kwamba you are lacking energy. So I will encourage you how to overcome procrastination. Inaonyesha pia kwamba your motivation is low, your spirit is weak. Unajua roho dhaifu haiwezi ikaupa mwili wenye nguvu maelekezo afu ikasikilizwa. Kwa ukiona mwili wako unakudharau, unauambia twende library, unaenda kuangalia movie. Unauambia tufunge, unakula. Ujue kwamba kinachotoa maelekezo hakiheshimiwi. Yaani maelekezo yako hayafuatwi kwa sababu mwili unajua kwamba bwana, wewe roho unaniambia cha kufanya, wewe ni mtoto, mimi ndo mkubwa. Hivi mdogo wako wewe wa miaka 5 anaweza kuja kukuamrisha? Ukifanya umependa tu ili usimuumize, lakini sio kwamba unalazimika kufanya anachosema. Lakini baba, saizi najua mshavuka teenager. Saizi baba akisema unafanyaje? Unamsikiliza, huyo ni baba. Mchungaji akisema unafanyaje? Unamsikiliza, huyo ni mchungaji, ni baba wa kiroho. Kwa roho pia inabidi uilishe, iweze kubuild muscles. Roho iweze, unajua roho yako, kati ya roho yako na mwili wako, roho imezaliwa karibuni. Yaani roho yako ilikuwa hai siku ulipookoka. Kwa mwili wako na nafsi yako vimeishi pamoja labda miaka 20. Kwa mfano kama uliokoka ukiwa na miaka 20. Kwa kwenye hicho kipindi chote roho yako ilikuwepo, lakini ilikuwa imekufa. Kwa mwili wako umesikiliza mabongo flavor yote, umeangalia mamovie yote, umesoma vitabu yote ya kina nani na nani, umefanya kila kitu. Halafu ghafla tu anazaliwa mtoto.
Halafu huyu mtoto anayezaliwa ambaye ni roho, kumbuka anawakuta wenzake wana miaka 20, wana uzoefu, wana kila kitu ya miaka 20. Kwanza wenyewe wanaelewana vizuri sana. Yaani roho, nafsi yako na mwili vinaelewana, vina chemistry nzuri sana, kwa sababu vimekaa pamoja muda mrefu zaidi. Halafu anazaliwa mtoto, halafu Biblia inakwambia enenda kwa roho, msikilize huyu mtoto aliyezaliwa leo. Hasa ili huyu mtoto asikilizwe, lazima awe na nguvu. Na nguvu yake anaitoa wapi? Anaitoa kwa Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu unaipataje? You have to connect yourself to the source of power daily. Hakisha roho yako iko alive, imejaa nguvu. Ukiona mwili haukusikilizi, upe adhabu, ufungishe. Amka tu asubuhi, nenda kama unaenda cafeteria, afu ukifika pale unageuka kulia unaenda chepo. Ukifanya hivyo siku 3-4, mwili utakuwa na adabu. Unajua jamaa tusipomsikiliza hatutakula hadi kesho. Kwa hiyo ukiwaambia cha kufanya utafanya. Kwa procrastination inaonyesha kwamba huna energy, hauna nguvu. Na nimesema maisha ni nini? Ni gurudumu zito. Nguvu za kulisukuma zinatoka kwa Mungu. Nguvu za kulisukuma zinatoka kwa Mungu. So that's how you overcome procrastination. Lakini pia I will encourage you soma vitabu. Soma vitabu ambavyo ni spirit inspired. Sio waandishi tu, waandishi ambao wana uvuvio wa Roho Mtakatifu. Waandishi ambao wana uvuvio. Ukisha kusoma kitabu afu yaani kuna muda inabidi ukiweke chini kwanza, utoke nje upigwe na upepo. There are books like that. So ukiwa unafanya vitu kama hivyo huwezi kulack motivation. Huwezi kulack drive. Lakini pia procrastination kuna muda pia inasababishwa kwa wewe kuwa na vitu ambavyo havihusiani na una malengo ambayo hayako kwenye mstari sawa na vipawa na karama ulizonazo. Lakini for the most part ni issue ya lack of energy. Issue ya malengo makubwa na malengo madogo. Nilisema kwamba think big. Think and plan big. Alafu pia nikasema kuna muda una plan vitu ambavyo wewe mwenyewe ukiviangalia unajua hiki hapa sitakifanya, na hiki hapa sitakifanya, na hiki hapa sitakifanya. Yaani mwenyewe tu unajisikia huko ndani hivi vitu haviko aligned with what God wants me to do. Unajua huko ndani mwako kuna Roho Mtakatifu, si ndio? Kwa kuna muda unafanya unajua kabisa hapana, hapa ni mimi ninayeongea hapa. Paulo kuna muda alikuwa anaandika anawaambia kabisa hapa saa hizi ni mimi. Kabla hapo nilikuwa ni Mungu. Hapa saa hizi haya ni mawazo yangu. Sasa na wewe pia nilichokuwa namaanisha ni kwamba fikiria na plani kwa ukubwa kiasi kwamba unamhitaji Mungu akusaidie kuweza kuzifikia hivyo vitu unavyoviplan. Lakini usifikiri na kuplani kwa ukubwa ukiwa uko detached with your spirit. Yaani usiweke malengo makubwa tu kwa akili. Fanya vitu ambavyo una conviction ya ndani. And you have the conviction kwamba this is the direction that God wants me to take. Sio kwamba hicho kitu is unachievable, lakini unajua hiki kitu kwa msaada wa Mungu, nikimwomba Mungu anisaidie alafu nikachannel my energy kwenye hiki kitu, kitafanyika. Nilikuwa na discuss malengo yetu ya mwaka na mke wangu. Nilivyomuonyesha kitu kimoja ambacho natamani kukifanya. Unajua akaniambiaje? Akaniambia huu mwaka kazi zako zote za ofisini za ziada unipe mimi nikufanyie. Kwa sababu ameona kwamba hiki kitu kimoja ili niweze kukifanya sio kwamba is not possible. Is possible nikimtegemea Mungu, lakini pia yeye mwenyewe anaona kabisa huyu mtu I need to make time for him akifanya. Hao ndio mambo makubwa ninayoyasema. Plani vitu ambavyo wewe mwenyewe vitakuchallenge. Don't insult yourself kwa kuplani vitu vidogo. Plani vitu ambavyo unajua hapa, if I push myself to the limit, if I engage in prayer. Unajua kuna muda unakula kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kwa sababu huna kitu chochote ambacho inahitaji muombe Mungu akusaidie. Yaani maisha yako unayaweza. Vitu vyako tu mwenyewe ukiwa serious ukapunguza vitu vichache, mambo yanaenda. Sasa mimi I want to challenge you kwa sababu hiyo barabara nyeupe hivyo haikupeleki popote. I want to encourage you, kama utaenda for mountains kama ambavyo alifanya Caleb, basi you have to plan big things. Sio ambavyo ni unachievable. You know, this is something that God wants me to do. And this is something that can challenge me. Kitani challenge, nitaweza kutumia potential zangu, kitanitoa out of my comfort zone, nitaweza kupush boundaries. Halafu Mungu atanisaidia nitaweza kufanya. A good example, unaweza ukaenda kusoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4, mstari wa 9 na wa 10. Pale utakutana na Yabesi.
Yabesi alijiwekea lengo ambalo lilikuwa almost impossible, kwa sababu ardhi ilikuwa ishagawanywa, yaani watu washamaliza. Lakini Yabesi anamwambiaje Mungu? Anamwambia, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuniongezea nini? Mipaka. Yaani mipaka ishakuwa seti, Yoshua alishamaliza. Lakini Yabesi anasema, mimi ninavyofikiria, ninavyojisikiliza huku ndani yangu, najisikia kama vile I can use some more land. I want more. Hayo ndio mambo makubwa ambayo ninayasemea. Obstacles zipo, lakini something that you feel in your spirit, this thing can be done. Hiki ni kitu ambacho kinawezekana. Swala la mwisho. Yes. Kuna mikono miwili ya mwisho, labda muulize wote afu nitaunganisha for 2 minutes. Mkono mmoja hapa, mwingine huko pale. Amen. Vijana wengi watu wanataka mambo makubwa sana na kiasi cha kuhusisha. Nikiendelea mfano wa Biblia, Ibrahim alipewa mawazo au alipewa kwamba akakuwa na watoto wengi sana kama mmoja, lakini as time goes, Ibrahim alifikia malengo, yaani alifikia time akaamua kutoka na kufanya kazi za Mungu masaa aliyopata mtoto. Lengo langu ni nini? Lengo langu ni kwamba vipi kama sisi vijana tuna malengo makubwa, lakini as time goes, kuna wakati tunafikia kuona kama malengo yamekaribia, lakini ghafla yanaperish. Yaani tuchukue mfano, we have the big plans to make, but imagine sasa mimi kama kijana nataka nianzishe biashara kubwa. Hili nimetengeneza, nimemotivate myself kusoma vitabu, encourage, nimefunga sana, lakini imefikia sasa it's not my business, maybe that kind of money about 10 million sadaka. Ghafla imani napata habari sana, ghafla pengine nimejikia malengo ya perish ghafla. Masomo nilipanda kukimbia ghafla yanashuka, shangaa tutakimbia hata kufikia wakati tegemea kukimbia kitu. So wewe kama mwalimu au mshauri ni when you see your dreams get from that ni perish. Sawa, naomba nipate ile swala la mwisho afu tutafanya yote. Maswali mawili. Sio kama nitakuwa ndio ndio. Yeah. Ndio umepanga vizuri, lakini sauti kidogo. Ndio kualisha. Lakini la pili ningependa kuuliza anataka tofauti wa goals na vision. Tunazungumzia bali kwa kama ya sapo quality. Ile ni ndoto au ni malengo? Okay, sawa. Nitaanza na hili la kuona ndoto amini mambo hayajaenda kama ulivyotaka, alafu ukachepuka au ukawa discouraged. Ndio maana nikasema unavyoplani ni muhimu sana pia umsikilize Mungu, uwe na constant connection na Mungu. Na sio kwamba tuna plani afu unasubiria tu, unakaa unasubiri. Una plani pia, tumeongelea nini? Perseverance, steadfastness. Lazima kuna constant evaluation ya kuangalia hapa nilipo sasa hizi niko wapi? Mungu anasemaje kwa hapa nilipofikia kwa sasa? Hivi unafikiri kwa mfano Ibrahimu alipofika mahali akajisikia kuwa discouraged, unafikiri angerudi kwa Mungu bado angeenda kumchukua Hajiri? Sidhani kama angeenda kumchukua Hajiri. Kwa hiyo nafikiri kwamba kuna haja ya kustay connected. Ya kustay connected kwenye frequency zetu na Mungu. Lakini pia kingine, usiogope kukosea. Usiogope kukosea. Siongelei kutenda dhambi. Naongelea kukosea kwenye mipango, kwenye malengo. Kuna muda unawezekana ulichokiplani hasa kwenye implementation ukakutana na vitu tofauti. Sasa that is a learning experience. Maana yake next time ukifanya, utafanya ukiwa una hekima zaidi, ukiwa una ufahamu zaidi ambao uliupata wakati unafanya ile mara ya kwanza. Kwa hiyo mimi I encourage uthubutu ni muhimu.
Uthubutu. Yaani you have prayed, you have thought about it, you have planned, then employ what you have learned. Tumia hizi principle ambazo tumezitumia, employ them. Employ them. Lakini pia usisahau pale mwanzoni niliongelea kwamba sitaongea kuhusu za smart. Is important pia ile principle ya smart goals pia we incorporate hapo. Malengo yanatakiwa kuwa specific, yawe na muda, yawe realistic. Hivyo vote nimeassume kwamba tunavifahamu. Na kuhusu ndoto na malengo, vision na malengo, of course ni vitu viwili tofauti, lakini vision is the big picture. Alafu malengo ndio yanakupeleka kwenye vision. Sasa Mkapa, labda unaweza ukatafuta biography yake na wewe ukasoma. Mkapa hakuwa na vision, hakuwa na ndoto kwamba siku moja atakuja kuwa rais. Lakini ilifikia mahali and he saw the opportunity. He saw kwamba he had a shot. Na wakati namtumia yeye nilikuwa natoa mfano wa uthubutu. Kwamba yeye aliona kuna fursa na yeye ana nafasi. Kwamba mimi katika candidates wa urais na mimi ninaweza kuingia. So he took the opportunity. Kwa hiyo whether he had the vision, labda he did not say, I'm not sure. Lakini what I was saying ni kwamba aliona fursa na akawa na uthubutu, na kile ambacho when he took his shot, matokeo yakawa yameonekana. Asanteni sana, Mungu awabariki.